Kwa jina naitwa Geoffrey Anyangwile Mwamkasa, ni kaimu afisa rasilimali watu na utawala halmashauri ya Chalinze iliyopo mkoani Pwani. Ni wakaribishe katika halmashauri yetu katika kusherehekea siku 100 za Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Daktari Samia Hassan Suluhu. Ndani ya siku 100 kama alivyokuwa ameahidi kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi, chama tawala, alisema ndani siku 100 tu wananchi watakapompa ridhaa ataweza kutekeleza kwa vitendo ahadi zake. Kwa sisi upande wa rasilimali watu na utawala kwa halmashauri ya Chalinze tumeshuhudia na kuthibitisha kwa vitendo dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Hassan Suluhu katika usimamizi wa rasilimali watu, na kwa ufupi pana mafanikio ambayo yanaonekana kwa halmashauri yetu ya Chalinze. Nikianza na kipengele cha kwanza tu, baada ya kuapishwa aliidhinisha kibali cha watumishi wa ajira mpya kwa halmashauri ya Chalinze, ambapo tumepata watumishi 122 katika kada za elimu sekondari, elimu msingi, pamoja na kada za afya, pamoja na kada zingine za utawala. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais. Tulikuwa na changamoto kubwa ya upungufu wa watumishi katika halmashauri yetu. Watumishi hao wameshafika mwezi Januari, ndani ya siku 100 tayari wameshaingizwa kwenye hati za malipo ya mishahara na wameshapangiwa vituo kwa ajili ya kazi kutumikia wananchi. Lakini katika siku hizo 100 Mheshimiwa Daktari Samia Hassan Suluhu ameweza kutekeleza kwa vitendo kipengele cha ulipaji wa mishahara. Watumishi wetu 2497 wamelipwa mishahara kwa wakati kwa kipindi chote cha siku 100. Tanzania wastani wa shilingi bilioni 2.9 zimelipwa kila mwezi kwa miezi hii mitatu ndani ya siku 100 za Mheshimiwa Rais. Lakini kama haitoshi, Mheshimiwa Rais kwa halmashauri ya Chalinze, Mheshimiwa madiwani wote wamelipwa stahili zao kwa wakati kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini kama haitoshi, ndani ya siku 100 Daktari Samia Hassan Suluhu aliahidi kwa vitendo kwa changamoto za watumishi katika mambo ya usimamizi wa rasilimali watu yatashughulikiwa. Tulipokea fedha jumla ya shilingi milioni 194.5 ambazo zimelipa malimbikizo mbalimbali ya watumishi mishahara katika kipindi cha siku 100. Lakini kama haitoshi, Mheshimiwa Rais katika siku 100 ameweza kutoa idhini ya kutenga fedha Tanzania shilingi kwa ujumla bilioni 40, ikiwa ni maandalizi ya mwaka wa fedha ujao kwa ajili ya kulipa mishahara, kuwapandisha watumishi vyeo, pamoja na kubadilishiwa muundo pamoja na stahili mbalimbali za watumishi. Aidha, Mheshimiwa Rais katika mwaka wa fedha 2026/27 tayari tumeshawatengea watumishi wetu 1923 kwenye upandaji wa madaraja. Kwa hiyo swala la madaraja kilikuwa ni kilio cha watumishi wengi. Kwa sasa hiyo changamoto hatuna. Lakini kama haitoshi, Mheshimiwa Rais tunamshukuru, ndani ya siku 100 halmashauri yetu imeweza kupokea zaidi ya shilingi milioni 350 kwa ajili ya kulipa stahili za watumishi kwenye kipengele cha likizo na uhamisho. Kwa hiyo watumishi wetu wote ambao wanaendelea na kazi katika maeneo yao watalipwa stahili zao kwa mheshimiwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo tunaomba kwa namna ya kipekee tumtakie maisha marefu Mheshimiwa Rais kama mwajiri mkuu. Nawashukuru sana.